Siku ya leo tutajifunza kipengele ambacho kinaitwa lishe na tutajifunza kitu kinachoitwa faida ya vyakula vyenye nyuzi. Watu wengi hupenda kukoboa hasa nafaka mbalimbali na kuzifanya ziwe nyeupe. Wengine hupenda labda kama ni kiazi kumenya lile ganda kabisa litoke ili kiwe ni cheupe. Kumbe hatuelewi tunatoa vile viinilishe vya msingi na ni vya muhimu katika mwili wa mwanadamu. Vyakula hivyo ni kama nafaka za karanga, mahindi, njegere, kunde, matunda kama maembe, nanasi. Na unakuta kabisa watu wanaenda mbali, wanakamua ule mchuzi, lakini zile nyuzi hawazitumii katika mwili wao. Lakini zile nyuzi ndizo za muhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Unakuta mwingine anasema hivi, mimi siwezi kula dona kwa sababu nikila dona labda inawahi kukinai. Hapana, zile nyuzi ambazo tunazikoboa ndizo zina umuhimu sana, na ndio maana ukifuatilia pumba ukipeleka kwenye mifugo kama kuku, nguruwe, ng'ombe, wananenepa sana. Kwa nini wananenepa sana? Kwa sababu pumba imetoa viinilishe vyote vinakwenda kwenye nyuzi. Faida hizo ni kama zifuatazo. Kwanza, zinaongeza DNA au kinga, na pia zinapunguza athari za magonjwa kama saratani, kisukari, pia hata ugonjwa wa moyo, kwa sababu zile nyuzi zina kawaida ya kwenda kwenye mwili wa mwanadamu na kusafisha uchafu wote na kusafisha. Mwisho wa siku unakuta mwili unakuwa una nguvu, mwili unakuwa una uwezo wa kustahimili magonjwa. Kwa mfano, kwa ugonjwa wa kisukari unakuta mtu anakula vitu vyenye sukari nyingi, lakini unatumia vitu vyenye nyuzi hivi zitakusaidia wewe kupunguza athari hizo. Labda unaenda kwenye ugonjwa wa bawasiri, unakuta kabisa ile sehemu ya kutolea kinyesi, ule utumbo unatoka kwa sababu umekosa nguvu na umekosa zile nyuzi za msingi ambazo zina umuhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Tunashauri kama sisi wanadamu tunaishi hapa duniani, tupendelee sana kula matunda, kunywa kinywaji kama maji, au unapendelea kunywa juisi sana, kunywa juisi za matunda ulizotengeneza wewe kwa asili. Tunashauri kutumia mbegu za mboga maboga. Tunashauri kutumia ukijani kwa wingi, kwa sababu hata Mungu wetu alivyomuumba Adamu na Eva aliwapa mboga hizi za kondeni na matunda kwa ajili ya chakula chao. Lakini unakuta saizi tunakunywa vinywaji vyenye kemiko nyingi, ambazo kemiko hizo zikiingia ndani ya mwili wa mwanadamu zinaenda kuathiri kabisa mwili. Mwisho wa siku unakuta kijana mdogo sura labda imekoma au sura imekunjamana sana. Mwisho wa siku unakuta anakosa nguvu hata za kufanya kazi. Pia tunashauri muda mwingine utumie katika kutumia hizi vitu vya asili hivi kwa wingi, vitu vya asili kama mahindi ya kuchoma ambayo hayajakobolewa, kama unga wa dona, kama vitunguu, kama mboga majani hizi. Wengi wanasema hivi, matajiri wengi wanatumia vitu kama nyama, wanatumia vitu kama soda, ndio wanafikiria ndi matajiri. Hapana, wanajiua wenyewe, wanatumia kemiko nyingi. Mwisho wa siku zile kemiko zikiingia ndani ya mwili wa mwanadamu zinasababisha labda mtu anakuwa na tumbo, mtu anakuwa na kitambi, anafikiri labda ni umaarufu, kumbe ni ugonjwa ndani ya moyo wake. Tujitahidi sana kutumia vyakula hivi tulivyovisema, vitakusaidia wewe kujenga familia yako bora, na pia kwa mtoto wa kiume zitakuongezea hata wingi wa mbegu, zitakusaidia hata katika uzalishaji. Utakuwa uzalishaji wako ni mzuri kwa sababu ya hivyo vyakula.